Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini wakati huu tuelekee huko nchini Ukraine. Urusi imedaiwa kuongeza mashambulizi makali dhidi ya Ukraine, hasa wakati ukishambulia maeneo ya bandari. Urusi imeongeza mashambulizi makali katika taifa la Ukraine katika kile inachokita ni operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, ambapo wakati huu imefanya mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya bandari za Ukraine kwa kutumia zaidi ya drone 800 na kufanya mashambulizi hayo katika kipindi hiki. Licha ya mashambulizi hayo, zaidi ya tani milioni 30 za shehena zimeshughulikiwa kwenye bandari za Ukraine tangu kuanza kwa mwaka huu. Hayo yamesemwa na waziri wa miundombinu wa Ukraine, Oleksiy Kuleba. Huku hayo yakijiri, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa serikali yake iko katika mazungumzo ya kutaka kuwa sehemu ya nchi zitakazochangia mkopo mkubwa kwa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya Ukraine, ambapo Starmer anataka sehemu ya fedha hizo zitumike kununua silaha kutoka nchini Uingereza. Mwezi uliopita Umoja wa Ulaya uliidhinisha mkopo wa dola bilioni 118 uliohitajika na Ukraine ili kufidia nakisi yake ya bajeti baada ya Hungary kuondoa kikwazo chake kupitia kura ya turufu. Hata hivyo, Ukraine wakati huu inakutana na mashambulizi makali kutoka nchini Urusi. Urusi imetumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, huku Wizara ya Ulinzi ikisema kwamba hii ni kutokana na mashambulizi kadhaa yaliyokuwa yakifanywa na Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi. Wizara ya Ulinzi imesema mnamo Ijumaa ilifanikiwa kudhibiti mashambulizi ya drone za Ukraine ambazo zimedunguliwa na kuzitekeleza drone karibia 120 ambazo zilikusudiwa kuilenga mikoa 13 ikiwemo mkoa wa Moscow, makao makuu ya nchi. Pamoja na nguvu kubwa ya mashambulizi hayo, lakini wizara hiyo haikuzungumza chochote kuhusu athari zake, na imesema drone 6 zimeharibiwa kwenye mkoa wa Moscow na nyingine katika eneo la jiji haswa, na nyingine zikilenga mikoa mingine ikiwa ni pamoja na inayopakana na Ukraine, mkoa wa Kursk. Za Urusi zinadaiwa kuwaua watu huko mjini Kiev. Wakati huo jeshi la anga la Ukraine likisema limefanikiwa kudhibiti mashambulizi kadhaa ya Urusi ambayo baadhi yalilenga katika maeneo ya bandari, lakini mengine yakilenga katika miji huko nchini Ukraine. Ukraine inadai imedhibiti drone karibia 25 kati ya 58 zilizorushwa, na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Ukraine imesema mashambulizi hayo yameua wanaume 2 na mwanamke katika mkoa wa kati wa Kiev na kwamba mtu mwingine amejeruhiwa. Hata hivyo, katika hatua nyingine, afisa mwandamizi ambaye pia ni mkuu wa usalama nchini Urusi, Sergei Shoigu, amesema kitisho na makabiliano ya silaha za nyuklia baina ya mataifa yenye silaha hizo kinaongezeka. Shoigu ambaye ni mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi ameliambia shirika la habari la TASS kwamba kuongezeka kwa migogoro na kuzidi kwa ushindani wa kisiasa na kikanda duniani kunazusha hatari za mapigano makali kati ya mataifa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuhusishwa kwa kukua na hofu ya matumizi ya nguvu za nyuklia. Waziri huyo wa zamani wa ulinzi amesema NATO inaongeza shughuli zake za kijeshi karibu na Urusi na Belarus na kufanya mazoezi ya kukera, na vilevile matukio ya namna hii ya kujihami yanaleta sintofahamu katika eneo hilo. Jeshi la Korea Kusini kwa upande wake limesema linashuku Korea Kaskazini inajiandaa kutuma askari zaidi kwenda Urusi kupambana na vikosi vya Ukraine, na hata baada ya kupoteza askari wake wengi na kushuhudia wengine wakikamatwa. Hata hivyo, taarifa hiyo ya kijeshi haikuwa na ufafanuzi wa kina wa namna gani Korea Kaskazini inaweza kulifanikisha hilo, ikiwa ni takribani miezi 4 tangu taifa hilo liripotiwa kupeleka askari wake nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.